kuna tunda linaitwa beetroot. Siko nalo hapa. Beetroot ni kiazi ambacho kinapatikana mfano kama kimekaa kama figili, lakini majani yake mekundu. Ilikuweko kule maonyesho. Kiazi chekundu wanaume wanatakiwa kitumie kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi tenzi dume. Lakini mwisho wale mabwana beetroot wakaitengeneza dawa wanaita zawadi ya Sham. Ndugu yangu, kama umeniona nikitangaza zawadi ya Sham, kama umeniona nikitangaza zawadi ya Sham, wallahi nafika pahala mpaka kama nasema mbona imekuwa balaa hii simu yangu mimi sasa hivi nazima. Yani watu wanavokuja kuchukua zawadi ya Sham na kuweza kupata matokeo bora ambayo tayari wana dalili za mwanzo za tenzi dume. Hii hapa. Naona hii. Hii ni matokeo ya beetroot. Hii ndio zawadi ya Sham. Kwa wale ambao wana dalili zile za mwanzo nilizozizungumza. Lakini pia tayari ndio hivyo, nimechoka. Unakwenda mara moja hurudi. Unakwenda hafla wamaliza. Solution ili hapa sasa hivi. Niwaambie, nimebahatika mimi kuwa agent wa zawadi ya Sham kwa hao ndugu zetu wa Syria. Ikimaliza napiga simu ananitumia. Hii ipo nyingi sana. Hakikisha unaichukua leo hii. Kijana uliokuwa una mke uiache. Kama hujaoa usichukue. Mkeo nyumbani hayuko, ichukue yake dirishani au ifungie kwenye kabati. Please usije tumia kama wenyewe hawapo. Naeleweka? Kuna mzee na muhifadhi kama teniona kwenye video na muhifadhi. Yeye alikuja akasema hivi, siku alipoiona hii kwenye mitandao, akasema ndo wale. Kuna mtu mmoja alimwambia ndo wale usilipe kwanza, itumie alafu tanaambia kando wale. Sasa yeye akaichukua. Alivyoichukua ahali wake alikuwa na dharura. Lakini ana miaka hii ilo jambo keshalisahau. Wallahi thumma wallahi ananipa yeye mwenyewe. Niko kwenye membari hapa. Sasa akasema ndo wale bwana, akaichukua kama ninavyosema. Hii ukichukua weka katika maji ya vuguvugu nusu glasi. Ni kinywaji kimoja kizuri, kitamu, kina ladha nzuri, kina harufu nzuri. Alivyoikoroga yule bwana akaichukua kama saa 3 hivyo kata kulala. Kuja kushtuka saa 3:30. Anasema sasa vipi mambo haya? Kwanza kutokana na jambo keshalisahau. Keshalisahau. Anaona vipi? Mguu mbele, mguu nyuma. Mguu mbele, mguu nyuma. Sasa nifanye vipi? Ikabidi akaenda akawaamsha wenyewe. Wenyewe kuamka anamuona jamaa shuka haiko flat. Vipi mwenzangu? Ndo kasimama peke yake. Akamwimbia huo wimbo, anaambia nikazimbia, akasimama yule mwenyewe akashangaa kweli miaka 4 hajawahi kuona yale mambo. Ilibidi afanye nini? Asalamu alaykum tu. Salamu alaykum. Za siku. Habari ya kupotea. Ingali imani. Salama, lakini hana vya kufanya kwa sababu kuna dharura. Anambia dokta, nilikaa mpaka swala ndo jamaa ndo akaja chini. Kaitumia. Na katika kuitumia amesema Ijumaa inayokwenda lazima nende tena msikitini kwake, kwa sababu tulikwenda msikitini kwake akataka nirudie tena, lakini ratiba ziko nyingi. Anisame kama atajijua akiniona katika hii video. Lakini hebu ichukue hii hapa. Shekhe, hii hebu hifadhi kwanza. Ukifika kidogo tutanipigia simu. Mwambie Sheikh Omar pamoja na kwamba anipigia simu sijaja, lakini bora mpe 2. Hii mpelekee Sheikh Omar Nyange. Mwambie kakupa Dr. Abu Khalid hiyo. Sawa Wengine watazipata nje. Gharama yake ni mara 4. Ukikosa hapa, ukija ukinipigia simu kesho uipate tena kwa gharama ya hapa. Tumeelewana? Iko ghali, inauzwa ghali, lakini wenyewe wameniambia siku ya Ijumaa toa sadaka. Wewe nenda wapelekee Waislamu. Inapatika mara 4 gharama yake inashuka. Mfano kama nini? Kama inauzwa shilingi 10 ilikuwa hapa inauzwa shilingi 2.5. Tumeelewana? Kwa hivyo jitahidi usiache. Ichukue. Ukaitumie kwa maelekezo kwamba ukitumia leo baada ya siku 5 ongeza nyingine. Tumeelewana? Ukitumia leo baada ya siku 5 ongeza. Narejea tena. Ukitumia leo baada ya siku 5 ongeza. Usije ukafanya kinyume na hivyo. Kwamba leo umetumia ukaona raha, ukasema kesho niongeze. Maana kuna watu wengine wanasema mambo haya kama kutiana adabu sijui. Maana kuna wengine wanaona vipi leo utakoma leo Isije kama ile hadithi ya mtu ambaye kasikia kwamba mafuta ya karafuu dawa mishipa. Nisikilize uzuri, usije ukaenda itumia kinyume na maelezo yangu. Yule akachukua mafuta ya karafuu,
Akasema akahisi dawa mshipa nyendo ule mkubwa ule. Akaenda akajifungia chumbani. Akalifungua chupa la mafuta karafuu, akalitia. Alivyolitia dakika 2 linavukuta shipa. Kuna mtungi wa maji. Akachukua maji akaupiga. Kupiga ukatulia. Baada ya kutulia dakika 3 tayari akasema vipi? Akachukua tena maji akaupiga. Kukauka ukazidi tena mara 2. Akautizama mdomo wa mtungi ulivyo, akautizama na ule ulivyo, akajuta si unapita pale ule. Akaenda akauchochomeka kwenye tungi la maji alafu akalikali ile tungi hivi. Ulikalia akapita na kilepe cha usingizi. Kilepe cha usingizi kuja kushtuka, haona ndio baridi tayari. Ndio nishapoa. Kuja kunyanyuka, mtungi nao kafuata. Ulijaa mshipa ndani ya mtungi wote. Hautoki kutokana kwamba hakufuata maelekezo sahihi. Ilibidi ule mtungi uvunjwe kwa kutumia nyundo. Kwa hivyo na wewe nakwambia hii dawa kwanza nasema si dawa ya nguvu za kiume, inakwenda kuimarisha tenzi dume. Jamani, inakwenda kuimarisha tenzi dume katika hatua za mwanzo. Nguvu za kiume hakuna, leo utaziona. Hakuna kukaa muda mrefu, leo utachoka mwenyewe. Tumeelewana sijui? Usije ukatumia kwa sababu nguvu yake inachukua siku 3 mpaka siku 4. Baada ya siku 4 ndio unaweza ukatumia chengine. Anayetaka dozi yake inakuwa ni 4. Lakini bei utakayopata hapa tofauti na ukija ukinifuata nje. Tuko pamoja? Inapatikana nje. Baada ya hayo machache, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno mazuri, na yale ambayo huzungumzwa kidogo na yakaeleweka. Pamoja na kwamba muda umekwenda, mada ni kubwa sana, nilikusudia nizungumze kwa muda mrefu. Mada ziko nyingi. Nimekata. Lakini kwa kuwa tuna zoezi la kupimana, muda huu hapa tukitoka hapa tutakwenda huko kwenda kupimana afya zetu, pressure, sukari na mambo mengine na hiyo tenzi dume. Tuko pamoja? Nazingatia kama kutakuwa kuna mtu ambaye anatumia madawa kwa muda mrefu, ana pressure ama ana sukari, naomba ende akachukue daftari lake naone kumbukumbu zake na aje tuweze kumpa elimu ambayo itamuondosha katika hali hizo. Ndugu zangu, mimi sukari nishapata, pressure nishapata, lakini shapoa yote. Tumeelewana? Anaokuambia sukari haipoi, pressure haipoi, huyo amemkaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye kasemaje? Kulu dawa, kila ugonjwa una dawa. Tumeelewana sijui? Kwa hivyo kabla hatujaenda huko, labda kama kuna watu wanaoshauku kutaka kuniuliza maswali mawili, nafasi 3 maswali. Mtu ananiuliza swala linalohusiana na afya, usije ukaniambia swala la mwezi hapa wala maulidi. Tumeelewana Maana kuniuliza maulidi mimi nitakuunga mkono, maana mimi mtumbatu. Usije ukaanzisha mjadala wa maulidi wala mwezi. Niulize kuhusu afya. Bismillah. Ndio. Tunataka jinsi ya tiba hizi ambazo hujielezea kwamba baada ya siku 5 ama 3 pengine nielewa siku ndio ujitumie ile dozi. Tunataka muendelezo wake. Je, ni mpito ni ya kudumu? Zawadi ya Sham dozi yake ni 4. Sasa leo hapa najua watu wengine hawakujitayarisha, wengine kuchukua dozi. Unaweza ukachukua kimoja. Ukichukua kimoja jua kwamba unakwenda kuonja. Lazima utakitafuta. Lakini kwa watu wa msikitini, iwapo kwa utanitafuta kesho, ukija pale utaweza kupata nusu ya bei hiyo iliyowekwa. Huwezi kuipata tena ya bei hapa Tumeelewana? Kama ilikuwa kinauzwa shilingi 10, utakipata kwa shilingi 5,000 kule. Leo hapo utakipata kwa shilingi 2,500. Kwa hivyo utakapokipata unatumia leo, baada ya siku 5 yani siku 4 unazipitisha hapa. Nguvu yake ipo. Kimaumbile manake mwanadamu hata kama utakuwa una tatizo ukifanya leo, basi kaa siku 3 siku 4 ndo natural. Ndo unampa mapumziko mwenzio. Siku 4 ya 5 rudia. Kwa sababu tunasema angalau kila wiki ufanye mara ngapi? Kwa sababu jambo lenyewe ndo dawa. Dawa hiyo Kila wiki mara ngapi? Lakiba mkubwa nakaa wiki 2 mara moja, mwezi mara moja, unaumwa jitibu. Kwa hivyo hapa hizi siku 3 4, ikifika siku ya 5 kunywa chengine. Ikifika tena siku ya 5 kunywa chengine. Umeona kama speed bado nazo, imalize wiki. Unaweza kutumia tena chengine cha pili.
lakini mwezi mzima zisizidi ngapi? Katika hatua ya mwanzo wa tenzi dume. Lakini kama kuna hatua zile za pili ambazo nimezizungumza, lazima uje unione nikupe dawa nyingine ya kuikabili tenzi dume isije kaleta matokeo mabaya. Hii hapa nimezungumza kuipa nguvu waliokuwa hawajapata hii athari, kujilinda nayo, lakini waliokuwa shapata hatua za mwanzo kama hivyo nilivyosema, unajikojolea miguuni, unafika mapema safari, hii ni pahala pake. Lakini tayari kushaanza kuwa ukikaa tu huo, ile ni hatua ya pili. Ziko nyingi lakini nilikuwa nimezifupisha. Unaweza ukakaa ushakushika, unakuwa huwezi tena kuzuia. Ukikaa tu mara unaona huo, wewe fanya utakavyofanya, hauzuiliki hata siku moja. Ile ni hatua ya pili. Nikazungumza na nyingine. Hatua ile ya tatu, unapokwenda kufanya ejaculation kupata maumivu wakati wa kufanya ejaculation, ni hatua ya tatu ambayo inakuwa mbaya. Hii inakuwa haifai, lazima unione. Kuna tiba nyingine ambayo tutapatiana inshallah. Zaidi hapo, Allahu aalam.